Hello, naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Sayansi Afya Podcast, na hii ni Season 3, Episode 5. Leo katika darasa letu tutakuwa tunajadili kuhusu Helminth infection in the respiratory system, au maambukizi ya minyoo katika mfumo wa upumuaji. Karibuni sana. Kama tulivyoona katika session za utangulizi, tuliona kwamba minyoo au Helminth wana aina tofauti na wanasababisha maambukizi mbalimbali katika mwili wa binadamu, lakini mara nyingi wanakuwa katika utumbo na mfumo wa damu. Ila kwa bahati mbaya wako wachache ambao katika makuzi yao au katika ukuaji wanajikuta wameingia katika mfumo wa upumuaji au wamepita kwenye mfumo wa upumuaji kwa ajili ya kukamilisha mizunguko yao ya maisha. Kati ya minyoo hao ambao husababisha madhara katika mfumo wa upumuaji kuna minyoo kama Scalis rubicoides, Echinococcus granulosus, Toxicaracanis, Paragonimus westermani, pamoja na hookworms aina ya Ankylostoma duodenale na Necata americanus. Hawa wanasababisha madhara mbalimbali katika mfumo wa upumuaji kama tutakavyoona kwenye session hii. Katika takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kwamba takriban watu bilioni 1.5 hupata maambukizi ya minyoo kwa mwaka. Lakini minyoo inaongoza kwa maambukizi ni minyoo aina ya Scalis rubicoides ambayo hushambulia takriban watu milioni 800 mpaka bilioni 1.2. Ikifuatiwa na minyoo aina ya hookworm ambayo hushambulia watu milioni 400. Hapo chini ndo anafuatia minyoo wa aina nyingine. Kwa hivyo pamoja na kwamba minyoo wanashambulia watu wengi, kimsingi minyoo hiyo haishambulii mifumo ya upumuaji, lakini kama tulivyosema minyoo hiyo inaweza ikapita katika mfumo wa upumuaji katika makuzi yake na ndio ikasababisha madhara. Katika historia minyoo imekuwa ikifahamika kusababisha madhara katika mifumo mbalimbali, lakini mwaka 1879 huko Japani aligundulika minyoo aina ya Paragonimus westermani ambaye alikuwa na jina jingine au akapewa jina jingine la Langfluke, ambaye alikuwa anasababisha maambukizi katika mfumo wa upumuaji. Baada ya hapo karne ya 20 na kuendelea ndipo ambapo minyoo wengine wakaanza kugundulika ni namna gani wanasababisha madhara katika mfumo wa upumuaji. Sasa minyoo inaingia vipi katika mfumo wa upumuaji? Mara nyingi minyoo ikiingia katika mfumo wa chakula na ikaweza kuingia kwenye mfumo wa damu au mzunguko wa damu, basi hujikuta imeingia kwenye mfumo wa upumuaji au kwenye mapafu. Aidha moja kwa moja kupitia damu au inaweza ikaja moja kwa moja kupenya kutoka kwenye utumbo ikapita kwenye peritoneum, diaphragm na ikaingia kwenye mapafu. Sasa ikishafika kwenye mapafu, kinachotokea ni kwamba mtu anakereketwa katika mfumo wa upumuaji na anakohoa. Kwa hiyo akikohoa yale makohozi bahati mbaya akawa ameameza. Akikohoa makohozi afa akawa hajayatema, kwa mfano kwa watoto inatokea anakohoa makohozi afa hayatemi, bahati mbaya anayameza. Akiameza basi ndo wale lava au vimelea vile vinaweza vikaingia sasa kwenye mfumo wa chakula na kuweza kukomaa na kufikia maturity ambayo inawezesha kuzaliana. Kwa hivyo katika mfumo wa upumuaji inakuwa ni sehemu ya kupita. Sasa hapa katika mfumo wa upumuaji kinachotokea na hawa lava wakipita hapo wanasababisha mwili kupata inflammation, na mara nyingi zinakuwa ni eosinophilic inflammation. Eosinophilic inflammation ni inflammation ambayo inatokana na au inachagizwa na seli aina ya eosinophils. Ni seli ambazo huwa mara nyingi zina react au zinaonesha mwitikio pale ambapo kuna allergy, lakini pia pakitokea kwamba kuna minyoo katika mzunguko wa damu au katika mwili, basi eosinophils zinaongezeka, kwa hiyo panakuwa na eosinophilic inflammation. Baada ya hapo panakuwa na alveolar hemorrhage. Vile vifuko vya kutunzia hewa au vifuko vya kubadilishia hewa vinaanza kuvuja, mishipa yake ya damu inaanza kuvuja damu. Na baada ya hapo panatengenezeka granulomas. Sasa granulomas ni sehemu za mwili lakini ambazo zinabadilika na kuweza kutunza granules pamoja na vimelea hivyo vya minyoo. Kwa hivyo hivi ndo baadaye kuja kubadilika na kuwa vifuko vya usaa, kama ni vifuko vya usaa au vifuko ambavyo vimebebelea hii minyoo na kusababisha madhara makubwa zaidi. Lakini pia vifuko hivi vinaweza vikabadilika na vikawa cyst,
vikatengeneza gamba gumu ambayo ndani yake minyoo wanakuwa wamejifungia. Kwa mfano kwa hydatid cyst wanatengeneza vifuko hivyo, au wanatengeneza magamba ambayo ndani yake wanakuwa wamejifungia, na wanaweza kukaa muda mrefu au kwa miaka mingi wakisubiria kinga ya mwili shuke na wawe reactivated. Kwa hivyo magonjwa haya ya minyoo yakishaingia katika mfumo wa upumuaji yanasababisha dalili mbalimbali. Dalili baadhi zinafanana na zile ambazo tuliziona katika magonjwa ya bakteria, virus, fungus. Dalili za wazi kama kikohozi, mafua, kifua kuuma, kupata shida ya kupumua au kupata changamoto katika upumuaji ni dalili ambazo zinakuwepo. Mgonjwa huyu anaweza akawa na homa au asiwe na homa, lakini kuna dalili maalum ukilinganisha na baadhi ya minyoo wanakuwa wanapelekea kuwepo na dalili fulani. Kwa mfano kwa mgonjwa ambaye anakuwa na ugonjwa aina ya Paragonimus westermani, anatengeneza lung cyst. Inakuwa vifuko hivyo ambavyo vinakuwa vimefungia minyoo, na ugonjwa huu ambao unatokana na Paragonimus westermani unakuwa unataka kufanania dalili zake kama ugonjwa wa TB. Katika x-ray ukitizama unaona kama vile mgonjwa wa TB. Lakini pia Echinococcus granulosus ni minyoo ambayo inatengeneza cyst ambazo zinaitwa hydatid cyst. Shazungumza hydatid cyst. Kwa hivyo hizi zinatengenezwa na minyoo aina Echinococcus granulosus. Lakini pia Ascaris umbilicoides akiwa anapita husababisha ugonjwa unaitwa Loeffler syndrome. Kwa hiyo Loeffler syndrome ambayo inaashiriwa zaidi na eosinophilic inflammation. Shazungumza cells za eosinophil. Kwa hiyo inakuwepo inflammation ya namna hiyo. Pamoja na minyoo aina ya hookworm, Necata americanus pamoja na Ankylostoma duodenale wanasababisha hyperinflammation, wanasababisha inflammation ambayo inafanania na severe pneumonia. Kwa hivyo hizo ni dalili ambazo baadhi ya minyoo wanakuwa wanaonesha na zinaweza kaashiria kwamba mgonjwa huyu anakuwa ameathirika na minyoo ya aina fulani. Mgonjwa ambaye anakuwa na dalili hizi lakini pia zikawa zimeambatana na historia ya maumivu ya tumbo, historia ya kupata choo chepesi au kuhara, kuvimba tumbo, kuvimba sehemu ya ini tunaita hepatomegaly, kuvimba sehemu ya spleen tunaita sehemu ya bandama tunaita splenomegaly, pamoja na dalili zingine ambazo zinahusiana na mfumo wa chakula kama kutapika, kichefuchefu. Hivyo vinaweza vikawa ni viashiria vya kwamba yawezekana magonjwa haya katika mfumo wa upumuaji yanahusiana moja kwa moja na magonjwa ambayo yapo katika mfumo wa chakula. Kwa hivyo katika kuchukua taarifa za mgonjwa au kupata maelezo ya mgonjwa, ni vizuri pia kuangalia matatizo haya katika mfumo wa upumuaji yanahusiana vipi au yanaweza kama michangiwa namna gani na changamoto ambazo zipo katika mfumo wa chakula. Hiyo inaweza kuashiria kwamba yawezekana mtu huyu ana matatizo katika mfumo wa upumuaji, lakini yametokana na minyoo ambayo ipo katika mfumo wa chakula au imeanzia katika mfumo wa chakula. Kwa hivyo mgonjwa mwenye matatizo kama haya au dalili kama hizo tulizoziona, ni vyema akawaishwa hospitali kwa ajili ya kuonwa na wataalamu wa afya na kupata matibabu. Sasa kabla ya matibabu anaweza akafanyia vipimo. Kwa mfano anaweza akatakiwa atoe choo kwa ajili ya kupimwa, tuone kama ndani yake panaweza pakawa pana vimelea vya minyoo au pana mayai ya minyoo. Lakini pia anaweza akatakiwa atoe mkojo. Baadhi ya minyoo wanakuwa na vimelea katika mkojo au mayai katika mkojo. Lakini pia anaweza akatakiwa kufanyiwa ultrasound. Hii ni kuangalia kama panaweza pakawa panaonekana cysts, vile vifuko ambavyo minyoo wanakuwa wamejifungia, either ultrasound au CT scan. Lakini pia anaweza akatakiwa kufanya x-ray. Hii inaweza katuonesha kama panakuwa pana hizo cysts pia pamoja na granuloma formation. Kwa hivyo ni baadhi ya vipimo ambavyo mtu anaweza akatakiwa afanye. Lakini bila kusahau picha ya damu, complete blood count au full blood count. Hii mara nyingi itaonesha eosinophilia, eosinophils, aina ya eosinophils kati ya seli nyeupe za damu au leukocytes. Aina ya eosinophils zitakuwa zimepanda sana, hii kuashiria kwamba kuna reaction au eosinophilic inflammation. Pamoja na vitu vingine katika picha ya damu. Kwa mfano anaweza kaonekana kwamba seli nyekundu za damu zimepungua,
lakini pia concentration ya hemoglobin imepungua, hasa kwa minyoo ambayo ina consume hemoglobin au kushambulia seli nyekundu za damu kama ilivyo minyoo kama hookworm ambayo inatumia sana damu, pamoja na Ascaris lumbricoides ambao wanatumia sana damu katika makuzi yao. Kwa hivyo baada ya vipimo anaweza akatakiwa mtu huyu afanyiwe matibabu, na katika matibabu kuna matibabu ambayo yanahusika au yanahusiana na kumeza dawa. Inawezekana ni dawa ya kumeza au ya kunywa kwa ajili ya kuua minyoo wale ambao wanakuwepo katika mfumo wa chakula pamoja na mzunguko wa damu. Lakini pia kuna baadhi ya minyoo ambayo inaweza ikatakiwa kutolewa kwa mbinu za kiupasuaji. Inawezekana minyoo hiyo bado iko live au vifuko vilivyotengenezwa na hiyo minyoo, hizo cysts ziko live na zinasababisha madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo inawezekana ikatakiwa kutolewa kwa mbinu mbalimbali za kimatibabu au mbinu za kiupasuaji. Ukiachana na matibabu, kinga inakuwa ni muhimu zaidi. Kwanza kabisa, akipata mtu matatizo kama haya, ni vyema kawaishwa hospitali kwa ajili ya kupata matibabu, jambo la kwanza muhimu. Lakini pia kabla ya kupata matatizo kama haya, mbinu nyingine za kujikinga, kwanza ni kuhakikisha kwamba chakula tunachokula kinakuwa ni kisafi. Usafi wa chakula, lakini pia usafi wa mazingira, ikiwemo matumizi sahihi ya vyoo, kwamba kinyesi cha binadamu kiwekwe sehemu sahihi. Kama ni choo, na choo kifunikwe kuhakikisha kwamba hamna wadudu wanaotoka kwenda kuingia mazingira ya chakula. Lakini tunapotoka vyooni, kunawa mikono vizuri na sabuni kuhakikisha imetakata. Kabla ya chakula, kuhakikisha tumenawa mikono vizuri na sabuni kuhakikisha mikono imetakata. Pia kuvaa viatu au kanda mbili pale ambapo tunakuwa tunatembea sehemu ambazo zina udongo, maana minyoo, baadhi ya minyoo ambao wapo kwenye udongo hutoka kwenye udongo na kuweza kupenya katika ngozi na kusababisha madhara kama tunavyoona kwenye hayo magonjwa. Lakini pia kujizuia kucheza, kuzuia watoto kucheza katika maji yaliyotuama. Huko kunakuwa na minyoo, kwa mfano minyoo kama Schistosoma hematobium, minyoo kama Schistosoma mansoni wanapatikana katika maji yaliyotuama ambayo yanakuwa na konokono. Na haya maji watoto wakicheza katika mazingira hayo, wanaweza kupata minyoo hiyo kupitia ngozi. Lakini pia kushiriki katika kampeni za kuzuia magonjwa ya minyoo, hasa pale ambapo zinafanyika mashuleni, kwamba watoto wa umri fulani watapewa dawa za minyoo bure. Kwa unakuta kwamba inakuwa labda ni baada ya miezi kadhaa watoto watapewa dawa za minyoo kwa ajili ya kutokomeza magonjwa ya minyoo kwa ujumla. Sasa unakuta baadhi ya wazazi wanakuwa hawaelewi, wanakuwa wabishi kwamba bwana, mimi mtoto wangu sitaki apewe madawa fulani, na unakuta saa nyingine zinakuwa ni dawa kwa ajili ya kampeni za kuzuia minyoo au kutokomeza minyoo. Basi sasa mtoto akikosa hiyo shida inabaki kwake, hata kama wengine wanakuwa wametibiwa. Mpaka hapo natumaini utakuwa umejifunza mengi na kuelewa mambo mengi kuhusu magonjwa ya minyoo katika mfumo wa upumuaji. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuandaa maudhui haya na kuyakamilisha, mimi sina la ziada zaidi ya kuwashukuru sana kwa kututizama na kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine, bye bye.